Sifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, wana UKWAKATA, tunaadhimisha Jumatatu ya Pasaka. Tumeanza oktava ya Pasaka, na siku hii ya oktava ya Pasaka, Jumatatu ya Pasaka, ni siku yetu muhimu sana kama wana UKWAKATA, ambapo kama wanajimbo ni kwa mara ya kwanza kabisa tunakutana hapa Stella Maris tuweze kumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea katika utume wetu wa kwaya. Na tunapomshukuru Mungu huyu, tuna uweza wake, tunakiri kazi yake kubwa anayoitenda kati yetu. Kwa tunapojumuika hivi, tunasema asante Mungu kwa yote haya. Tutambue kwamba sisi kama wana UKWAKATA ni watu muhimu sana katika kanisa. Ni watu ambao ni viungo vinavyotuunganisha sisi sote na kutufanya tuwe jumuiya. Kwa kuimba kwetu, kwa kujitolea kwetu, hakujatoka hewani. Ni wito ambao Mungu anatuita, wito mkubwa ambao Mungu anatuita sisi sote, na unaelezwa vizuri katika Mtaguso wa Pili wa Vatikano, hasa katika hati ya mwanga wa mataifa, ambao ni Kristo mwenyewe ni mwanga wa mataifa. Tumeitwa kuwa watakatifu, kila mmoja katika hali yake. Na katika kuitwa kuwa watakatifu kwa maisha yetu tunayoishi, kwa kumshuhudia Kristo kwa maisha yetu, tunayatakatifuza malimwengu. Na tukumbuke sisi kama wana UKWAKATA ni wana UKWAKATA katika ulimwengu huu wa maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia. Ni ulimwengu kwenye ulimwengu ambao unaelekeza mambo mengi katika matumizi. Na kama unaelekeza mambo mengi katika matumizi, na ndio maana tunapokutanika hapa, Mungu mwenyewe anatukumbusha tusije tukaanguka katika mtego wa matumizi. Tukiingia katika mtego huo, hata sauti zetu tutaziingiza katika matumizi. Na tukiziingiza katika matumizi, umaana wa wana UKWAKATA unapotea. Maana kwa tunaanza kuimba ili mradi, na si kwamba tunahubiri, si kwamba tunamtangaza Kristo mfufuka, ila ni kitu kingine. Na hatutakuwa tofauti na wengine, hatutakuwa tofauti na wanatarabu, na matokeo yake na sisi tutaingiza sauti zetu kwenye mipasho. Na tukiingiza sauti zetu kwenye mipasho, hatutakuwa tofauti na watu wengine. Kazi yetu kutakatifuza malimwengu. Tunapoimba, tunaimba kutoka moyoni. Wake tunasema kwamba yale yanayotamkwa mdomoni mwetu tunayaonja moyoni. Hatutamki tu ili mradi. Hatuwaimbii watu mpendane. Tunaimba sisi sote tupendane. Hatuimbi kuhamasisha watu wafanye kitu kile na kile na kile na sisi tuwe nje, ila tunaimba ili tuweze kuwa karibu na Mungu. Na tunachokiimba ni sifa zake, ni utukufu wake, ni haleluya yake. Na hili ndio linatuletea umaana na wito wetu kama wana UKWAKATA mbele ya Mwenyezi Mungu. Salamu yetu inatukumbusha yote haya. Tunapokutana pamoja, ni kama salamu, lakini vile vile ni kama ndio kauli mbiu yetu. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Wanaomwimbia Bwana katika roho na kweli ni wale wanaoisikia sauti yake
ni wale wanaokiri uweza wake, ni wale ambao kila mara wako karibu naye, wanapoanguka wanarudi mara moja, wanafanya toba na kuendelea kuimba na kumwimbia katika roho na kweli. Na ndio maana mwisho wakati utume wetu mkubwa kama wana UKWAKATA unaanza na sisi wenyewe, kila mmoja katika kwaya yake na katika umoja wetu kama UKWAKATA, ambao sasa haya yote tunaangalia, inabidi tuweke pembeni ubinafsi, inabidi tuweke pembeni tamaa, inabidi tamaa mbaya ile, inabidi tuweke pembeni wivu. Wanasema wale wanaimba zaidi kuliko sisi, na kwa sababu hiyo hatutaki kuungana nao, au tukiungana pamoja tukaimba vizuri itaonekana sisi hatuna maana. Tukiimba wenyewe tufanye juhudi, tukiwa UKWAKATA hapana, haitaleta maana mbele ya Mwenyezi Mungu. Tumeitwa kuwa watakatifu. Masomo yetu ya leo, hasa katika somo la Injili kwenye oktava ya Pasaka Jumatatu, tunaalikwa kutembea. Wakati ule ilikuwa ni kutoka nyumbani kwenda kaburini. Nini kinaendelea kaburini? Kuna ukimya, hakuna nyimbo. Sasa tukiangalia Ijumaa Kuu ilivyo ya huzuni, Bwana wetu anasulubiwa, tuliyemtegemea na wengine walikimbia. Sasa kutoka nyumbani, naona wanawake wale wanakuwa wa kwanza kutoa mfano huu. Tuende tukaone kaburini kunaendelea nini. Ni wanawake hawa hawa ambao wanabadilisha mwendo, si tena kutoka nyumbani, kutoka kaburini. Tutoke kaburini. Kwa nini? Kule kaburini kizuizi kimeondolewa. Kizuizi hicho ni nini? Jiwe kubwa limewekwa mlangoni pa kaburi la Yesu. Sasa hilo jiwe hilo zito hilo, hata kina mama wale walipokuwa naenda mwanzoni hawakujua tutaonaje mwili wa Bwana, na atatuondolewa ile jiwe. Limeondolewa. Yesu ni mzima, na kwa sababu Yesu ni mzima, malaika nawaambia nendeni kwa ndugu zake, nendeni kwa wanafunzi. Tena Yesu anawaita wanafunzi katika Injili ya leo, nendeni kwa ndugu zangu, my brothers. Nenda kwa ndugu zangu mkawaambie mimi ni mzima, tutakutana Galilaya. Nenda mkawaambie. Tunaona katika somo la leo nini walichokifanya. Waligundua kabisa huyu Yesu. Hakuna aliye, tukisoma somo hili hawajasema kwamba kuna sehemu wanasema huyu nani. Yesu anasema salamu. Hii salamu ni ya karibu, ni ya kufikika, ni ya kukaribisha. Salamu kwa unyenyekevu, kwa upole. Salamu. Mwanadamu anafanya nini mbele ya Mungu? Tunaambiwa walishika miguu, wakasujudu, wakamwabudu, wamemtambua ni Mungu huyu. Ndio huyu aliyeshinda mauti, ndio huyu anayetusalimia. Wakasujudu. Ndio ilivyotakiwa kwa mwanadamu anapokutana na Mungu. Ninapoenda katika komunio takatifu kwenye mstari ule ambao unaelekea kukomunika, siendi kwa sababu watu wengi wanaelekea huko. Naenda kwa heshima, naenda kwa ibada, nimejiandaa na Bwana ananisalimia salamu. Bwana Yesu ambaye ni mfufuka, ameshinda mauti, ameondoa kizuizi ambacho ni dhambi, ambalo ni lile jiwe kwenye kaburi.
tunasema tumefufuka na Bwana, tumefufuka naye, tulikufa naye, tunafufuka naye, tumekufa katika dhambi, tunafufuka naye. Kwa jiwe limeondolewa. Sasa kuna leo kuna makaburi mengi sana ambayo tusipotambua tunaweza kushangaa kwamba tumezikwa huko. Kaburi la majivuno, la kiburi, kaburi la kudharau wengine, kutukana wengine, kutowatambua kama sura na mfano, ni makaburi hayo. Uoga, kutokuwa na ujasiri, kutangaza vizuri, kuimba vizuri kutoka moyoni. Uoga. Kama saa hizi nani ananiona? Kwa saa hizi watasema huyu ni Mkatoliki. Kumbe katika kuimba kule natangaza imani yangu. Kwa ujasiri. Kwa hiyo sasa kizuizi kinaondolewa na Kristo mwenyewe aliyeshinda mauti. Ndio anakiondoa hicho kizuizi. Jiwe kubwa lililo katika mlango wa kaburi, ile makaburi yetu. Toba ya kweli. Kwamba tunaanza upya. Na ndio maana sasa kutoka kwenye kaburi kwenda ulimwenguni ndio mwaliko wetu leo. Ndio mwaliko wetu leo. Kumshuhudia Kristo katika amani, kutangaza amani ya moyoni. Sio amani ya ulinzi wa maaskari wengi wala nini. Amani ya moyoni. Amani na watu wote. Na mwenye amani hana dhambi. Na ndio maana tunapojongea kitubio tunaambiwa Mungu akusamehe na kukupa amani ili usiwe na mahangaiko. Kwa tunaalikwa kushuhudia amani katika ulimwengu. Tunaalikwa kumshuhudia Kristo kwa matumaini. Wale waliovunjika moyo, wale wenye maumivu, wale wenye huzuni wapate matumaini. Kwa kushuhudia haya. Tunaalikwa kushuhudia na kumtangaza Kristo maisha mapya, katika maisha mapya. Ufufuko ni uumbaji mpya. Kristo alipofufuka hakubeba na manguo yake aliyokuwa anavaa wakati ule. Kuna mfano lile vazi lile walipomuua walikuwa wanasema hii kanzu hii haina mshono, hii tusipasue, tupige kura itakuwa ya nani. Hatujaambiwa kwamba Yesu alivaa lile kanzu tena. Ni mpya. Kwa hiyo ufufuko ni maisha mapya. Kama maisha mapya ni uumbaji mpya. Ya kale yote yametoweka. Na kama ya kale yote yametoweka, basi ujumbe huo tunauona kwa mitume. Unatumwa kwenda kuhubiri habari njema. Wanawake wale waliambiwa kawaambieni wanafunzi, fufuka mimi. Uenda wao walilala, walijua mambo yameisha. Lakini wanawake hawa hawakukata tamaa. Bado wanatafuta. Na katika kutafuta wamepata. Na wamepata, hawajatunza, sio cha kwao, wameenda kutangaza. Mkristo anatumwa kwenda kuhubiri habari njema na kushirikisha mwanga wa Kristo kwa ulimwengu. Na kushuhudia na kushirikisha mwanga wa Kristo katika ulimwengu ni maisha yetu mapya. Na kwa sababu hiyo ndio maana sisi ni watu wa Pasaka. Na ndio maana lazima tuimbe haleluya. Bwana amefufuka. Tumesikia vizuri sana sequence yetu ya leo. Ukifuatilia fundisho lile utaelewa nini kinachoongelea. Sisi ni watu wa Pasaka. Na wimbo wetu mkuu ni haleluya. Na ni kwa sababu hiyo tunapoimba wimbo huo wa haleluya, sisi kama wanakwaya tunawasaidia watu katika mahubiri yetu hayo waweze kufanya vizuri safari yao ya kiroho na safari yao ya kiimani kumwendea Mungu. Na ndio maana wale wanaotunga nyimbo wanajua
pata picha, kila mtu anaimba cha kwake. Yani una sauti yako ili mradi tu. Hakuna kitu kinaitwa harmony. Kwamba sauti ya kwanza hii, sauti ya pili hii, sauti ya tatu hii na sauti ya nne hii. Yani pata picha, sauti ya kwanza hawana uhusiano na ya pili hawana uhusiano na ya tatu hawana uhusiano na ya nne. Kitakachoimbwa hicho kitakuwa cha ajabu. Na kama kitakuwa cha ajabu, sasa nani hao wanaoimba huko? Wakati fulani nilikuwa na kipindi cha chei shangazi. Watoto wana tufurahi shangazi. Shangazi. Uwezo kaelewa sasa wanaimba nini? Hakuna harmony. Hakuna harmony. Imba hivi kwa mfano naimba kwanza akili sequence yetu tumeisikia hivi tunavyoimba. Kwa mtu anaposikiliza maneno yale yanampeleka kwa moja kwa Muumba. Kristo Pasaka wetu amechinjwa sadaka. Inamtafakarisha, atafakari, unakuwa ni wimbo wa fikara. Na huyo akikaa pembeni akiangalia wanakwaya wote wanaimba vile vile. Na yeye anajumuika hata kama atoi sauti, lakini anakuwa mmoja wao. Kwa sasa katika kuimba kwetu naona kwamba tunatengeneza jumuiya. Na kama tunatengeneza jumuiya ni hubiri zuri. Na kama wanakwaya na kama Wakristo lazima tuwe wanajumuiya. Ndio tunachokifanya sisi, kuweka harmony katika maisha. Watu wamwendee Muumba. Watu wasafiri vizuri katika maisha yao ya kiroho. Wamwendee Muumba. Wawe karibu na Muumba kwa kuimba huko. Ni katika hilo ndio maana nasema kama tunaona umuhimu wa kwaya. Umuhimu wa kwaya unatengeneza umoja katika waumini. Unawafanya waumini wajisikie vizuri katika sala. Watoke kanisani wajue kwamba tumetoka kanisani, hatujatoka kwenye maombolezo fulani. Kwaya hiyo umuhimu wake kwa yule ambaye hajafahamu, akienda sehemu anaweza kushangaa watu walivyo. Wengine wameshasahau hizo kwaya. Utaona kwamba pakavu kabisa pale. Hala moyo wa ibada haupo. Hakuna kwaya ambayo inafanya harmony ya liturujia hii ili tuende mbele. Hakuna. Wameweka redio sasa, si nani yule anayepayuka kwenye redio mhujui? Humuoni, unasikia sauti tu. Ukienda sehemu nyingine utaona hayo. Hakuna kwaya kama hizi. Ndio maana mtu akija hapa akatuona tunavyokuwa, mimi nisiondoke nisiende sehemu nyingine. Niendelee kusikiliza. Na ndio maana hata kanda zenu hizo mnazo na album mnazotengeneza hizo. Ndio maana sema ni mahubiri. Mnatengeneza mahubiri. Na mtu anaweka kwenye redio yake labda ni ya gari. Anajisahau kabisa yuko sehemu gani, anashangaa ameshafika. Na anatembea na tafakari ya Mwenyezi Mungu. Kwa sasa utaona kwamba hizi kwaya ina umuhimu katika kutengeneza umoja katika waumini. Wasaidia watu wajisikie vizuri katika sala. Inamsaidia mwanadamu kwaya kukutana na Muumba na kuungana naye. Hiyo yote ni kwaya jamani hizo. Inamfanya mwanadamu au aabudu kwa moyo wa ibada. Inamuongoza kuabudu. Na ndio maana mnavyoimba msikafikiri kwamba tunaimba tu mradi. Na ndio maana ninapoongea kwamba ninyi kama wanakwaya, ninyi kama UKWAKATA ni muhimu sana. Na katika UKWAKATA wenu huo mnapoungana pamoja na vile vile ni muunganiko wa jimbo lenyewe la Bagamoyo. Kwa mfano sasa tumekutana UKWAKATA jimbo la Bagamoyo. Hii ni UKWAKATA yetu ya kwanza.
kama UKWAKATA yetu ya kwanza, na ndio maana wale ambao ni viongozi wa UKWAKATA wanahitaji sana kuwa na umoja na kuzifikia kwaya zote za jimbo letu la Bagamoyo na kuangalia wanaendeleaje, kuweza kuangalia kuna shida, kuna chochote, na hamwezi mkafanana, lazima mtakuwa na utofauti kama kwaya. Manake siwezi nikasema kwaya inayotoka Bwawani ni sawa na kwaya inayotoka labda Mivumoni au si wapi. Lazima kutakuwa na utofauti. Na kama kutakuwa na tofauti, sasa ndio uinjilishaji wenyewe sasa. Kwamba kuhakikisha kwamba hakuna utofauti. Na tukifikia hapo kwamba kwaya zote ziko sawa, hapa tumefaulu. Na tunapokutana hapa, tunakutana kama ndugu. Na ndio maana wale viongozi wa UKWAKATA kila mara wanapomaliza UKWAKATA Day waanze safari ya UKWAKATA Day nyingine, kwa kuanza na tathmini ya UKWAKATA iliyopita. Tumefanya nini? Tumeferi nini? Umoja wetu umeimarika, umetetereka? Nini kimefanya tutetereke? Kutana na viongozi wetu. Mna mkurugenzi wa wale hapo, hata mimi niko pale, tukae pamoja, sio kwa kushirikizana, kutathmini pamoja ninyi kama nyie, halafu kuboresha. Hiyo safari itaenda vizuri. Kuto kuangalia tulizoea kufanya hivi, tutengeneze kitu ambacho ni cha kwetu kama wana jimbo la Bagamoyo, cha kwetu sisi. Kama UKWAKATA jimbo la Bagamoyo, sasa mimi nimetokea sehemu fulani tulizoea 1 2 3. Hapana. Sisi wana jimbo la Bagamoyo UKWAKATA tunataka tufanye 1 2 3. Na maazimio yetu ni haya na haya na haya. Tutaweza kufika mbali. Na katika kufanya na kufanikisha yote haya, tuondoe ubinafsi kabisa. Na tukiona ubinafsi, tusipopendana sisi, na tukiwa tunatafuta nani anaimba vizuri kuliko mwingine, sisi sio toti. Manake toti wanaimba, wana ujumbe wao ambao wanaofikisha huko, lakini sisi ni UKWAKATA. Na kwa sababu si swala la kutafuta nani mshindi, nani bora, ni swala la muumba yupo na sisi pamoja. Ukisoma 22 na umoja kama sisi tulivyo umoja, na haya yatatusaidia. Na tusishutukize viongozi wa UKWAKATA. Tuwe na mipango, tuwe na malengo ambayo yanatokana na wana UKWAKATA wote, na kila dekania iwe na UKWAKATA dekania, ili UKWAKATA jimbo iwe rahisi. Na katika kuwa na UKWAKATA jimbo ukiwa rahisi, tutaona sisi wenyewe moja unavyokwenda. Na ndio maana sisi ni watoto wa waumini. Sisi sio visiwa tulivyo hapa, na watakao tulea ni waumini, lakini kwa utaratibu na kwa umoja ambao tunakuwa nao sisi, na vitatusaidia vizuri. Lakini kaanza kutengana, sasa wanatuimbia nini? Upendo, upendo, upendo ni amri ya Bwana. Ni amri ya Bwana. Lakini sasa amri ya Bwana wanaimba, cheki wao wenyewe upendo huo mbona wako mbali sana. Cheki yule anavyomnunia mwenzake. Sasa tutakiane amani. Amani iwe naye. Unapeleka mkono. Badala kumpa mwenzako hivi.
kisa nyinyi mnaimba vizuri mno, tunawachukia mno. Ya jamaa, hapana. Na msaidiane. Nyie mlio na walimu, ninyi walimu wa sehemu nyingine wapi na wapi, kumbukeni kama walimu ninyi ni wana UKWAKATA jimbo la Bagamoyo. Kumbukeni ninyi kama UKWAKATA, shetani anawapenda sana vile vile. Kwa sababu nini? Unajua mnaimba sifa ya Mungu. Ukizubaa shetani anatawala, mnaanza kuimba sifa za shetani. Mnakuwa chanzo cha vurugu parokiani. Kwa mfano, paroko wa watu anashindwa kulala kwa sababu yeye mwenyewe akiamka hivyo ni sawa UKWAKATA ameshaamka. Akitaka kufanya hivi mwisho wake tayari ana BP, ana vitu hivi paroko wa watu. Maana yake nini sasa? Sisi tunatangaza sifa na utukufu wa Mungu. Ni wainjilishaji sisi. Sasa kama wainjilishaji kwa tufanye, tuimbe haleluya. Na kwa sababu hiyo walimu wale wajue kwamba kipaji alicho nacho wamepewa na Mungu, si kwa ajili ya sifa yao wao. Na mwalimu si atawale kwaya, atakachokisema tu mimi sasa 1 2 3. Kuna walimu wengine wanakuwa hivyo. Mwalimu wa kwaya ajue amepewa kipaji na Mungu kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Na kama tuna walimu wetu katika jimbo hili, tusaidiane. Kuna wengine hawana walimu. Nimetembelea jimbo hili, nimeenda hata kwenye vigangwa, kwenye sehemu mbalimbali, wanasema yani tunashindwa hata kumlipia mwalimu. Na mwalimu jue kwamba huo ni wito wako ndugu yangu. Tunashindwa kulipa kwa ajili ya mwalimu. Nikamwambia sasa tujue kwamba kwaya hizi ni za kanisa. Kwaya hizi ni za waumini. Na kwa sababu kama kwaya za waumini wasiwe wenyewe, tuwashirikishe waumini kwa tabia yetu njema tulio nayo, tunavyoishi nao, tuwashirikishe waumini. Nilikuwa naongea na viongozi, nasema katika hilo viongozi wetu hawa na ninyi wenyewe tukikaa pamoja, tutatafuta nani awe mfadhili wa kwaya zetu. Tutafuta nani asaidie hizi kwaya hizi ziende mbele. Leo mmevaa hivi mnapendeza sana. Mnapendeza hivi na sare hii ya UKWAKATA taifa. Pengine wengine wameshindwa kununua. Na kama wameshindwa kununua, sasa kama tunao wafadhili, watusaidie. Na wafadhili wetu hawa nao wanajitolea, ni sehemu ya sadaka yao, sio kwamba wana hela. Katika kusaidiana huko, tutaona kabisa sifa na utukufu wa Mungu inaonekana. Leo hii mnafanya UKWAKATA Day, mko wenyewe tu hapa. Sasa mmewashirikisha waumini? Mshirikishe waumini. Leo tuna UKWAKATA jimbo. Mwenyekiti wa halmashauri ya leo jimbo yuko hapa. Mwenyekiti labda kamati tendaji ya jimbo, kamati tendaji wa WATA, kamati tendaji si vyama fulani, tunawaalika ninyi mje. Mkija hivi, siku hiyo ni siku maalum kwa ajili yetu sisi. Kama tunasema tunafanya harambee hapa kwa mfano, ni sisi wenyewe tunashikana mpaka tunakiona cha moto. Kwa sababu hatujawashirikisha waumini. Lakini tungewashirikisha waumini wangekuja hapa, wangetusaidia sana. Sawa WATA haya kwaya mtaisaidia nini UKWAKATA jimbo? Ninyi UWAKA mtawasaidia nini UKWAKATA jimbo? Pengine wao kama wao watashindwa katika kumudu majukumu yao. Leo ni umoja huu. Sasa sisi ni UKWAKATA, tunaenda tunafanyia Stella Maris wenyewe tu. Mtaweza? Muangalie. Ndio maana sasa hii ni UKWAKATA yetu ya kwanza, UKWAKATA Day ya kwanza. UKWAKATA Day ya pili inayofuata tukifanya kama tulivyofanya leo,
Sasa jamaa, mbona wakui wamedumaa na wamezeeka kabla ya wakati? Kwa lazima tuangalie hivyo, tushirikishane na sisi kwanza, sisi wenyewe. Najua kwamba mnakuwa na michango yenu kama UKWAKATA, lakini tuwashirikishe waumini vile vile. Kama albamu zetu hizo tunapokuwa nazo tunapeleka, tunataka tuzindue albamu, tunaenda kwa paroko, baba tusaidie kuorganize, kufanya nini, atawapa mawaidha, atawashauri, atafanya nini hivyo na hivyo. Tuna UKWAKATA jimbo. Kama tuna UKWAKATA jimbo, walezi wakuu wa UKWAKATA jimbo hawa ni nani? Walezi wakuu ni kamati tendaji jimbo na mlae mkurugenzi wa utume wa walei, na nyinyi sehemu hiyo. Na kwa UKWAKATA ni sehemu ya utume wa walei, kwa sababu mnatangaza habari njema nyinyi mlivyo hapa. Na kwa sababu hiyo mambo yanaandaliwa kutoka mapema. Ukiniambia tu leo kesho tunafanya UKWAKATA, kwa hiyo tumekosa hiki na hiki, nasema huyu jamaa vipi tena? Inakuweje? Kwa hiyo tuangalie yote haya, na ndio maana nasema kwamba tunawathamini sana, tunawapenda sana, na tunathamini kwaya, na tunaona umuhimu wa kwaya, na tunaona umuhimu wa UKWAKATA jimbo la Bagamoyo. Na UKWAKATA Day ni siku ya kumshukuru Mungu pamoja tunapokutana hapa, na yote haya tunayathamini, na ndio maana tulivyo hivyo tunawaombea vile vile, kwa sababu tunatumia muda mwingi sana kujiandaa. Ndio maana sasa ni wito. Pengine wengine wameshindwa kufika hapa, wamekosa nauli. Kwa hiyo tusaidiane zaidi kuliko kutengana na kuona ubora tu wa kwaya fulani. Na hapa utaona haleluya yetu nzuri, sio tu hiyo haleluya haleluya, haleluya ile ya moyoni, ile kwamba Kristo amefufuka, Kristo Pasaka wetu amechinja sadaka, tu ile karamu. Sio sisi wachache tu, wote tule pamoja. Kwa Mungu atubariki, Mungu aendelee kutuongoza na kuwa na sisi katika safari yetu na katika umoja wetu. Tuishi kile tunachokisema, kile tunachokihubiri. Tusaidiane tuweze kuwa na umoja sisi kwa sisi. Tumsifu Yesu Kristo.